serikali imeendelea kuimarisha sekta ya elimu kwa kuzingatia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo 2023, mitaala iliyoboreshwa, mipango mikakati. Lengo ni kuzalisha rasilimali watu wenye ujuzi na maarifa stahiki yatakayowezesha kumudu ushindani wa ajira na uwezo wa kujiajiri. Tathmini inaonyesha kuwa wanafunzi milioni 321,177 wanatarajiwa kujiunga kidato cha kwanza mwaka 2028. Mheshimiwa Spika, pale tunapoongelea elimu ya lazima kuwa mpaka kidato cha 4, tunatarajia wanafunzi wataingia kidato cha kwanza milioni 321,177. Hii inaenda kufuta kwamba huyo hajachaguliwa, wote wanakwenda kidato cha kwanza. Jumla ya gharama zinazohitajika ni shilingi trilioni 1.77 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa 23,226, matundu ya vyoo 46,632, maabara 9,366 na ajira mpya za walimu 40,192, ruzuku ya vitabu na uendeshaji pamoja na ruzuku ya mitihani na upimaji. Ili kuhakikisha wanafunzi wote wanapata nafasi ya kuendelea na masomo kwa mwaka 2026-2027, serikali kupitia mapato ya ndani ya halmashauri imetenga shilingi bilioni 139.28 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa. Nimewaelekeza wakuu wa mikoa wote kufanya maoteo ya mahitaji ya rasilimali na miundombinu itakayotuwezesha kuanza elimu ya lazima mpaka kidato cha 4 kwa mwaka 2028. Serikali itaendelea kutekeleza miradi ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya elimu pamoja na kukamilisha maboma yaliyojengwa kwa nguvu za wananchi. Lengo ni kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu katika maeneo yote. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2026 serikali imeendelea kutekeleza miradi ya ujenzi wa shule mpya za msingi 277 na vile imeongeza miundombinu ya shule za msingi na sekondari na kujenga madarasa 5,439, majengo ya utawala 7, mabweni 21, hosteli 26, nyumba za walimu 69, maabara 46, mabwalo 5 na vituo vya walimu 70. Kwa upande wa ukarabati serikali imekamilisha ukarabati wa shule za msingi 228 na vile imekamilisha ujenzi wa miundombinu iliyojengwa kwa nguvu za wananchi. Aidha, ninatoa pongezi na shukrani kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kupeleka vifaa vya maabara katika shule za sekondari 231 ikiwemo shule mpya 26 za kitaifa za sayansi za wasichana. Mheshimiwa Spika, zamani tulikuwa tunazijua shule chache za wasichana zikiwemo zile zenye hadhi ya Kilakala, Msalato, Tabora Girls na zingine. Mheshimiwa Rais amejenga kila mkoa shule maalum ya wasichana yenye hadhi ya chuo. Nimezizungukia, nimeziona shule bora kabisa, na nilipopita kule kwenye shule mojawapo kule niliweza kuisema hii inafanana na chuo kamili. Shule maalum za wasichana zenye maabara za masomo yote na ziada, nafasi ya kujifunza, miundombinu ya kujifunzia. Serikali itaendelea kutekeleza mpango wa elimu bila ada, kugharamia elimu ya awali hadi elimu ya sekondari ya juu na baadhi ya vyuo vya kati vyenye masomo mahususi hadi kufikia Februari 2026. Shilingi bilioni 383.2 zimetumika kati ya shilingi bilioni 510.96, ikiwa ni ongezeko la 75%. Katika hatua nyingine, serikali imetoa shilingi bilioni 88.84 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya 103 za amali. Kati ya hizo ujenzi wa shule 27 umekamilika na tayari shule hizo zimeanza kutumika. Vile hadi Februari 2026 shule 158 za sekondari chini zinatekelezwa kwa mkondo wa amali wa mitaala iliyoboreshwa ikilinganishwa na shule 41
zilizoanza mwaka 2021. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa shule mpya 103 za amali zimejengwa kwa mpigo zikiwemo technical schools. Mheshimiwa Spika, zamani tulikuwa na shule takribani 5 tu za ufundi. Chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan miaka takriban 4 kwenda 5 shule 103 zimejengwa. Na hapo ndipo nitapowapongeza waheshimiwa wakuu wa mikoa, na kwa kuwa wapo hapa, shule hizi zimejengwa mikoani kwao, hawakuwa na likizo wala wikendi kuweza kuhakikisha ndoto hiyo ya Daktari Samia Suluhu Hassan inatimia. Hongereni sana waheshimiwa wakuu wa mikoa. Ndio maana Mheshimiwa Rais anawaita jeshi lake. Kwa ajili ya kuboresha ufundishaji wa masomo ya amali, serikali imepeleka walimu 150 kwenye mafunzo ya muda mfupi nchini India. Nimepita shule moja, Mheshimiwa Spika, nimekuta mtoto wa miaka 15 anasoma engineering na yuko engineer kama wale tuliokuwa tunasoma wote chuo kikuu cha Dar es Salaam. Sasa ili kutekeleza hilo, Mheshimiwa Rais amepeleka mafunzo walimu 150 kwa mpigo, wameenda nchini India. Walimu 1,156,948 kati ya 1,172,609 kutoka shule za msingi 17,111 pia wameshiriki mafunzo endelevu kazini. Hawa walimu, Mheshimiwa Spika, 150 kati yao hakuna hata mmoja ambaye aliwahi kuwa hata na passport. Wametafutiwa passport, wamekwenda nje ya nchi kujifunza, waje wafundishe shule zetu za technical za amali.